Karibu katika matangazo yetu ya Afrika leo mchana kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na wazungu wa Afrika Kusini wanaokwenda Marekani ni waoga, Ujerumani ya mkamata aliyejitangaza mfalme na kupiga marufuku kundi lake lenye msimamo mkali, msaidizi wa Biden ajibu kitabu kinachodai walificha kudhoofika kimwili kwa rais wa zamani, familia waathiriwa wa ajali ya ndege za wasilisha malalamiko. Naam, na tumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Rais Cyril Ramaphosa ameita kundi la wazungu wa Afrika Kusini 59 ambao wamehamia Marekani kuwa ni waoga, akisema watarudi hivi karibuni. Kundi hilo liliwasili Marekani siku ya Jumatatu baada ya Rais Donald Trump kuwapa hadhi ya ukimbizi, akisema wanakabiliwa na ubaguzi wa rangi. Lakini Ramaphosa amesema wale waliotaka kuondoka hawakufurushwa na juhudi za kushughulikia ukosefu wa usawa wa utawala wa kibaguzi uliopita, akitaja hatua ya kuhama kuwa wakati wa huzuni kwao. Trump na mshirika wake wa karibu Elon Musk, mzaliwa wa Afrika Kusini, amesema kulikuwa na mauaji ya halaiki na wakulima wa kizungu nchini Afrika Kusini, madai ambao yamepuuzwa. Marekani pia imeshitumu serikali ya Afrika Kusini kwa kunyakua ardhi kutoka kwa wakulima wazungu bila kulipa fidia. Zaidi ya miaka 30 baada ya kumalizika kwa miongo kadhaa ya utawala wa wazungu wachache wa Afrika Kusini, wakulima weusi wanamiliki sehemu ndogo tu ya mashamba bora ya nchi hiyo, huku wengi yakiwa bado mikononi mwa wazungu, na kusababisha hasira kutoka kwa kasi ndogo ya mabadiliko. Mnamo mwezi Januari, Rais Ramaphosa alitia saini sheria yenye utata inayoruhusu serikali kutoa ardhi iliyomilikiwa na watu binafsi bila kulipiwa fidia katika hali fulani, wakati ilichukuliwa kuwa sawa na kwa maslahi ya umma. Aliyejitangaza mfalme wa Ujerumani na watawala wake watatu wamekamatwa, kundi lao kupigwa marufuku kwa kujaribu kupindua serikali. Peter Fetzek, miaka 59, alikuwa miongoni mwa wale waliokamatwa katika uvamizi wa asubuhi kwenye majimbo 7 siku ya Jumanne, ambayo yalihusisha takribani maafisa 800 wa usalama. Serikali imepiga marufuku kikundi chao cha Reichsbürger au raia wa Reicha ambao wanataka kuanzisha Königreich Deutschland au falme wa Ujerumani. Alexander Dobrich, waziri wa mambo ya ndani ya Ujerumani, ameshutumu kundi hilo kwa kujaribu kudhoofisha utawala wa serikali ya kisheria na kwa kuunda taifa badala na kueneza simulizi za chuki dhidi ya Wayahudi ili kuunga mkono madai yao ya mamlaka. Msaidizi wa Joe Biden amejibu kitabu kipya ambacho kinashutumu wandani wake katika ikulu kwa kuficha kudhoofika kimwili kwa rais wa zamani wa Marekani wakati wa kampeni yake ya kugombea uchaguzi tena. Kulingana na kitabu cha Original Sin, hali ya Biden wakati wa kugombea urais mwaka 2024 ilisemekana kuwa mbaya sana hivi kwamba wasaidizi walijadili kumweka kwenye kiti cha magurudumu. Msemaji wa Biden, miaka 82,
amesema ushahidi wa kuzeeka sio ushahidi wa kutokuwa sawa kiuwezo wa akili, na akasisitiza kwamba amekuwa rais mzuri sana. Kitabu hicho cha Temper cha wa CNN na Alex Thompson wa Axios kinatarajiwa kutolewa tarehe 20 Mei. Biden alisitisha ghafla kampeni yake ya kuchaguliwa tena Julai iliyopita, muda mfupi baada ya utendaji wake mbaya kwenye mjadala dhidi ya Donald Trump wa Republican. Wadau wa mambo ndani ya chama walimlaumu kwa kuondoka kwenye kinyang'anyiro hicho akiwa amechelewa na kumwacha mbadala wake makamu rais Kamala Harris na siku 107 tu kushindana na Trump ambaye aliibuka mshindi. Kabla ya kutolewa kwa kitabu hicho, Biden wiki jana alitoa mahojiano yake ya kwanza tangu kuondoka ikulu ya White House kwa shirika la kimataifa la utangazaji BBC. Sokwe nchini Uganda wanaonekana wakitumia dawa za mitishamba kwa njia nyingi kutibu majeraha ya wazi na mengineyo. Wanasayansi wa chuo kikuu cha Oxford wakishirikiana na timu ya wenyeji katika msitu wa Budongo walipiga picha na kurekodi matukio ya wanyama hao wakitumia mitishamba kujipatia huduma ya kwanza wao wenyewe na mara kwa mara kwa kila mmoja wao. Utafiti wao unatokana na ugunduzi wa mwaka jana kwamba sokwe utafuta na kula mimea fulani ili kujitibu. Wanasayansi pia walikusanya miongo kadhaa ya uchunguzi wa sayansi ili kutengeneza orodha ya njia tofauti ambazo sokwe hutumia dawa za mitishamba kujitibu. Watafiti wanasema utafiti huo ambao umechapishwa katika jarida la Frontiers in Ecology and Evolution unaongeza ushahidi kuwa jamii ya sokwe inajumuisha nyani, orangutangu, tumbili na wengineo hutumia dawa za asili kwa njia tofauti ili kuwa na afya nzuri wakiwa msituni. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa ataondoa vikwazo dhidi ya Syria kabla ya mkutano unaotarajiwa na kiongozi wake Ahmed el-Shara. Trump amekubali kukutana na rais wa mpito wa Syria siku ya Jumatano hii nchini Saudia kama sehemu ya ziara yake ya Mashariki ya Kati, ikulu ya White House imesema. Tangazo ya kuondolewa kwa vikwazo hivyo iliyokolewa kwa shangwe katika mji mkuu wa Syria na Damascus, ambapo nderemo, dansi na milio ya risasi ya kusherekea ilisikika. Vikwazo hivyo hapo awali vilizuia ufadhili wowote wa kigeni, ikiwa ni pamoja na msaada kufika Syria, na awali vilikusudiwa kuweka shinikizo kwa udikteta wa rais anayeondolewa madarakani Bashar el-Assad. Waziri wa mambo ya nje wa Syria Asad el-Shaibani alisherekea uamuzi huo kwa mabadiliko muhimu wa nchi katika mahojiano na shirika la habari la nchi hiyo. Nchi inatazamia mustakabali wa utulivu, kujitosheleza na ujenzi wa kweli baada ya miaka mingi ya vita haribifu. 90% ya wakazi wa Syria waliacha chini ya kiwango cha umaskini mwishoni wa utawala wa Assad, na serikali yake mpya imekuwa ikishinikiza kuondolewa kwa vikwazo tangu Assad alipopinduliwa mwezi Desemba. Rais wa zamani wa Uruguay Jose Mujica, anayejulikana kama Pepe, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 89. Mpiganaji huyo wa zamani ambaye alitawala Uruguay kuanzia mwaka 2010 hadi mwaka 2015 alijulikana kama rais maskini zaidi kwa sababu ya maisha yake ya kawaida. Rais wa sasa Yamandu Orsi alitangaza kifo cha mtangulizi wake kwenye jukwaa la X akisema, asante kwa kila kitu ulichotupa na kwa uwepo wako wa upendo mkubwa kwa watu wako.
Chanzo cha kifo cha mwanasiasa huyo hakijajulikana, lakini alikuwa akiugua saratani ya umio. Kwa sababu alivyoishi kwa namna ya kawaida tu kama rais, mkosoaji wake wa ulaji wa mageuzi ya kijamii aliyoyakuza, ambayo pamoja na mambo mengine yalimaanisha Uruguay kuwa ni nchi ya kwanza kuhalalisha matumizi ya bangi kama burudani. Mujica alikuwa mwanasiasa mashuhuri Amerika ya Kusini na kwingineko. Umaarufu wake duniani si kwa kawaida, ukizingatia ni nchi yenye wakazi milioni 3.4. Ukweli ni kwamba ingawa wengi walimuona Mujica kama mtu nje ya tabaka la kisiasa, haikuwa hivyo. Alisema mapenzi yake kwa siasa pamoja na vitabu vya kufanya kazi alirithi kutoka kwa mama yake ambaye alimlea katika makazi ya watu wa tabaka la kati huko Montevideo. Akiwa kijana, Mujica alikuwa mwanachama wa chama cha kitaifa, mojawapo ya vyama vya jadi vya kisiasa nchini Uruguay, ambapo baadaye vilikuja kuwa upinzani wa mrengo wa kati kwa serikali yake. Mujica aliwahi kutekwa mara 4, na katika mojawapo ya matukio hayo mwaka 1970 alipigwa risasi 6 na kukaribia kufa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema atasafiri hadi mji mkuu wa Uturuki Ankara kukutana na Rais Recep Tayyip Erdogan na atapatikana kwa mazungumzo ya moja kwa moja na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin mjini Istanbul siku ya Alhamisi. Urusi bado haijasema ni nani atakayesafiri kwa ndege hadi Istanbul, ila tu kwamba ingetangazwa. Mazungumzo ya moja kwa moja kati ya nchi hizo mbili mara nyingi yalifanyika Istanbul Machi mwaka 2022 katika wiki ya mwanzo ya uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Hapo awali Putin alikuwa ametoa wito kwa kufanyika kwa mazungumzo ya moja kwa moja huko Uturuki bila masharti ya awali, kabla Zelensky kutangaza kwamba angeenda yeye binafsi na kutarajia rais wa Urusi pia kusafiri. Marekani pia inatarajiwa kutuma ujumbe wa ngazi ya juu. Urusi tayari imeonya kwamba kutoa shinikizo kwa nchi yake hakuna maana na haikutoa kauli yake ya mwisho. Badala yake imetaka kuangazia swala la muda mrefu ambalo linashughulikia kile Urusi inachokiona kama sababu kuu za vita, masharti magumu yaliyotangazwa kabla ya uvamizi wa mwaka 2022 na ukataliwa mara kwa mara na Ukraine. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amesema mazungumzo kuhusu silaha za nyuklia kati ya nchi yake pamoja na mataifa ya Uingereza, Ufaransa na Ujerumani yanaweza kufanyika Ijumaa ya wiki hii, ambapo huenda nchi yake ikahudhuria. Papa Leo wa 14 ametangaza kujitolea kwake kuwa mpatanishi kati ya viongozi wa mataifa yanayokabiliwa na vita duniani. Aidha, anasema atafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba amani inapatikana. Vilevile amewapongeza jamii wa Wakristo wanaoishi Mashariki ya Kati ambao anasema wamevumilia na kuendelea kusalia katika maeneo yao licha ya kuwepo kwa mapigano na usaliti. Mkuu wa ofisi ya misaada ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa Tom Fletcher ametuma ujumbe mkali kwa viongozi wa dunia na hasa nchi ya wanachama wa Baraza la Usalama, akizitaka kuchukua hatua kukomesha mauaji ya kimbari huko Gaza. Katika hatua nyingine, Israel imeripotiwa kuuawa kwa watu wapatao 28 jirani na hospitali moja kwenye ukanda wa Gaza, wakati huu jeshi la nchi hiyo ilikijiandaa kudhibiti maeneo yote ya Gaza. Viongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema wamelikosoa jeshi la polisi nchini humo kwa kile wanadai maofisa wake wanatumika vibaya kuminya upinzani baada ya kiongozi wake mwingine wa juu kukamatwa katika uwanja wa ndege.
Usiku kwa mkia jana, idara ya polisi ilimkamata naibu katibu mkuu wa chama hicho Amani Golugwa katika uwanja wa ndege wa Dar es Salaam kabla ya kuabiri ndege kuelekea Ubelgiji kuhudhuria mkutano wa kimataifa wa baraza la vyama vya siasa. Hata hivyo, taarifa za kukamatwa kwake zilikuja kufahamika baadaye kupitia kwa wasamaria wema waliomuona akikamatwa, ambapo baada ya shinikizo polisi walitoa taarifa ya kukiri kumshikilia wakidai wana taarifa fiche amekuwa akisafiri kinyume cha utaratibu. Kukamatwa kwa Golugwa ni mwendelezo wa kile mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu yanasema ni njama za serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kuwabana wakosoaji wake kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu. Aidha, jana usiku polisi walimwachia Golugwa kwa dhamana, na tukio hili linatokea wakati ambapo mwenyekiti wa chama chake na mkosoaji mkubwa wa serikali Tundu Lissu akisota rumande kwa tuhuma za uhaini anazodai zimechochewa kisiasa. Viongozi wa ukanda wa Latin America wameendelea kutuma salamu za rambirambi kwa serikali ya Uruguay kufuatia kifo cha aliyekuwa rais wa nchi hiyo na muasi wa zamani Jose Mujica maarufu kama Pepe. Pepe anatajwa kama moja wa marais masikini zaidi duniani kutokana na namna alivyokuwa akiishi akiwa rais, na baada ya kustaafu alisifika pakubwa kama mtu aliyekuwa na utu na majumui wa kweli kwa nchi yake. Aidha, baada ya kuondoka madarakani, Pepe alikataa kuishi katika makazi ya kifahari pamoja na ulinzi wa serikali. Aliamua kuishi maisha ya kawaida kama raia wengine. Wa Latin America wameendelea kutuma salamu za rambirambi kwa serikali ya Uruguay kufuatia kifo cha aliyekuwa rais wa nchi hiyo na muasi wa zamani Jose Mujica maarufu kama Pepe. Taarifa zaidi na Emmanuel Makundi. Pepe anatajwa kama moja ya marais masikini zaidi duniani kutokana na namna alivyokuwa akiishi akiwa rais, na baada ya kustaafu alisifika pakubwa kama mtu aliyekuwa na utu na mwanamajumuhi wa kweli kwa nchi yake. Mwezi Januari mwaka huu, Pepe aliyekuwa na umri wa miaka 89 na ambaye kwa muda mrefu alikuwa akisumbuliwa na maradhi ya saratani alitangaza kuwa imeenea mwili mzima na kwamba anasitisha rasmi matibabu yake. Kupitia ukurasa wa X, rais wa Uruguay Yamandu Orsi amemtaja Pepe kama kiongozi shupavu aliyependa haki na aliyesamehe licha ya mateso aliyoyapitia wakati wa harakati zake. Rais wa Brazil Lula da Silva amemtaja Pepe kama kiongozi wa mfano, matamshi sawa na yale ya rais wa Mexico Claudia Sheinbaum. Pepe aliongoza taifa hilo kati ya mwaka 2010 na 2015. Anatajwa kama moja ya rais masikini kutokana na kugawa zaidi ya nusu ya mshahara wake kwa mashirika ya kibinadamu na kuishi katika nyumba ndogo aliyojenga kwenye eneo la shamba lake akiwa na mke pamoja na mbwa aliyekuwa na miguu mitatu. Aidha, baada ya kuondoka mamlakani, Pepe alikataa kuishi katika makazi ya kifahari pamoja na ulinzi wa serikali na aliamua kuishi maisha ya kawaida kama raia wengine. Nchini Uganda, serikali imewasilisha mswada tata bungeni ili kuruhusu kesi za kiraia kupelekwa kwenye mahakama ya kijeshi. Hatua hii inawadia baada ya mwezi Januari mahakama ya juu kupinga raia wa kawaida kushtakiwa kwenye mahakama ya kijeshi. Ili kuruhusu kesi za kiraia kupelekwa kwenye mahakama ya kijeshi. Hatua hii inakuja baada ya mwezi Januari mahakama ya juu kupinga raia wa kawaida kushtakiwa kwenye mahakama za kijeshi. Mwandishi wetu kutoka Kampala, Kenneth Lukwago, ametutumia ripoti ifuatayo. Mswada huo unasema kwamba mtu mbali na mwanajeshi atakuwa chini ya sheria ya kijeshi ikiwa ataandamana na kitengo chochote au vipengele vingine vya majeshi ambayo yanahudumu katika sehemu yoyote au wakati akitumika na vikosi vya ulinzi. Mswada huu unaashiria kwamba mtu atastakiwa katika mahakama ya kijeshi akipatikana na silaha, risasi au vifaa vya kijeshi kinyume cha sheria au akimsaidia mtu aliye chini ya sheria ya kijeshi katika kutekeleza njama, mauaji, wizi wa kikatili, utekaji nyara, kosa la uhaini au wizi wa ng'ombe, na pale ambapo mtu huyo bila mamlaka anamiliki, kuuza au kuvaa sare ya jeshi. Wakili wa Dr. Besigye Elias Lukwago anasema kwamba upinzani unapaswa kuungana kupinga mswada huo. Museveni has criminalized opposition.
Museveni amekashifu upinzani. Tisho tunalokabiliana nalo sasa ni la kweli, kwa hivyo tuungane mkono na wenzetu wengine, kwa sababu awamu mpya ya kupambana na mahakama kuu ya kijeshi inaanza. Lakini serikali kupitia waziri wa habari Dr. Chris Baryomunsi anasema mswada huo unatimiza tu ushauri uliotolewa na mahakama kuu. Mahakama kuu haikusema kwamba mahakama za kijeshi haziwezi kuwahukumu raia. Ilisema kwamba wanaweza kuhukumiwa chini ya hali fulani ambayo ni lazima ifafanuliwe katika sheria. Tumefanya hivyo, na hata tukasema mwenyekiti wa mahakama lazima awe mwanasheria aliyefuzu. Miongoni mwa masharti mengine katika mswada huo ni haki ya kutafuta rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu ya kijeshi katika mahakama ya juu zaidi. Kenneth Lukwago, Kampala, RFI Kiswahili. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeendelea kuimarisha uhusiano wa karibu na Uganda licha ya Marekani kuchukua jukumu la kusaidia kupatikana kwa suluhu la mzozo wa eneo lake la mashariki. Tangu mwezi Novemba mwaka uliopita, Rais Felix Tshisekedi ametuma wajumbe watatu kuonana na Rais Yoweri Museveni, akiwemo Vital Kamerhe, spika wa bunge ambaye alimaliza ziara yake siku ya Jumatatu. Kwa nini DRC inaimarisha zaidi uhusiano wake na Uganda? Profesa Dadi Swale ni mchambuzi wa siasa za DRC akiwa mashariki mwa taifa hilo. Viongozi wawili waseme waziwazi kama ni warafiki, kama wanaenda njia moja au kama bataenda njia mbalimbali. Juu tunajua kwa hii wakati kunakuwa taima mikutano na yenye nakuwa Washington na yenye nakuwa Doha. Sasa kila mtu anapasha kupana ngambo yake. Uko ngambo gani? Jumu hiyo masikilizano utacheza mchezo gani? Utakuwa ngambo ya Kongo, juu tuseme na weye masikilizano itakugusa na we pia. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mpenzi msikilizaji, tunakuomba simama na kituo katika hatua zake za uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number 625625. Account number ni 0124 50 85 21 78 00 au till number 4561468 kupitia mitandao yote. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vilevile ukweli na burudani. Viongozi wa upinzani nchini Kenya wametia dosari majina ya walioteuliwa kusimamia uchaguzi nchini Kenya, wakidai walioteuliwa wana uhusiano wa karibu na Rais William Ruto na mshirika wake wa kisiasa Raila Odinga, huku baadhi wakishikilia nyadhifa mbalimbali serikalini. Viongozi hao pia walitishia kuanzisha tume huru ya uchaguzi mbadala inayotambulika kama IBC ya wananchi, ambayo itafuatilia mienendo ya tume rasmi, hakikisha kuwa inazingatia uwazi, uadilifu na katiba. Hayo yanajiri baada ya Rais Ruto kutuma jina la mwenyekiti na pamoja na wengine 6 bungeni wakisubiri kupigwa msasa. Iwapo basi unaungana nasi, habari kuu ni kwamba Rais wa Finland Alexander Stubb ameanza ziara yake ya siku 3 Tanzania Mei hii 14.
Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya umeelezea wasiwasi wake kuhusu mapigano yanayoendelea nchini humo. Palestina inasema Israeli inaendelea kutumia njaa kama silaha kuiadhibu Gaza. Ujumbe wa Donald Trump ametumia busara ili kupata kuachiliwa kwa mateka. Na katika michezo ni kwamba kipenga cha michezo, timu ya Simba Sports Club ya Tanzania yawasili Morocco kumenyana na RS Berkane. Nenda mapumzikoni ili uweze kupokea makala ya siku ya leo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.